لقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kabla ya kufikia mlango wa radaa, katika mlango wa kabla yake tuliacha hadithi kadhaa ambazo hatukuzisoma kimakosa. Tuliruka kurasa zikawa zimebaki, tutazimalizia katika darasa hii. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'altu ala 'ayni aw ala 'aynayya sabiran niliweka katika macho yangu sabiran ni dawa ambayo huwekwa katika macho na mtu anapendeza kwa kuweka dawa hiyo. Wakati huu Ummu Salama anaweka dawa hii katika macho yake baada an tuufia Abu Salama, ni baada ya kufishwa Abu Salama aliyekuwa mume wake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, innahu yashibbu alwajha, hakika hiyo sabira inapendezesha uso. Fala taj'alihi illa billayl, usipake hiyo isipokuwa usiku, usipake isipokuwa usiku. Wanzi'ihi bin nahar, na itoe mchana. Wala tamtashiti bitibi, na wala usichane nywele kwa manukato. Wala tamtashiti bitibi, na wala usichane nywele zako kwa manukato. Kwa maana wakati kuzitengeneza nywele zako usitumie mafuta yenye manukato. Ama kuhusu kuziweka nywele sawa, inafaa kuzichana kawaida, inafaa, lakini usitie mafuta yenye manukato. Wala bilhinnai, wala hina, fa innahu khitabun, hakika kufanya hivyo ni kujipamba. Qultu, anasema Ummu Salama, nikasema bi ayi shay'in amtashitu, nichane nywele zangu kwa kitu gani? Bi ayi shay'in, kwa kitu gani? Amtashitu, nichane nywele zangu. Sababu kamkataza kuzichana kwa manukato au mafuta yenye manukato. Sasa nauliza, azichane vipi au azichane kwa kitu gani? Qal, Mtume akasema bisidri, kwa sidri. Sidri ni mithili ya sabuni walikuwa wakitumia wakati huo kuoshea mpaka maiti, na asili ya povu. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa isnaduhu hasan.
Kwa huyu Ummu Salama ambaye ni Hindu bintu Abi Ubayya, Hindu bintu Abi Ubayya wala Umayya? Ubayya. Hindu bintu Abi Umayya alikuwa katika idda, alikuwa katika idda, yani katika eda ya kufiwa na mumewe. Na mwanamke aliyefiwa akiwa katika eda haruhusiwi kujipamba, haruhusiwi kujipamba. Ikiwa ni mtu wake wa karibu ni siku 3 jambo hilo, ihdad ni siku 3, lakini akiwa ni mume ni miezi 4 na siku 10. Qala wa anha ay an Ummi Salama anna imra'atan qalat ya Rasulullah, kama mwanamke mmoja alisema, ewe mtume wa Allah, inna binati mata anha zawjuha, hakika binti yangu amekufa mume wake. Waqad ishtakat ainuha, na linaumwa jicho lake. Afanakhuluha, tumpake wanja? Qal, mtume akasema la, hapana. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala. Anasema al-Sheikh al-Allama Safiyur Rahman, kauli ya mtume aliposema afanakuhuluha, la umama afanakuhuluha, mtume akamwambia la. Anasema wal hadith yadullu ala tahrim al-ihtihal lilhaddati mutlaqan, wal hadithu يدل على تحريم الامتحال للحادة مطلقا. hadithi hii inajulisha uharamu wa kupaka wanja kwa mwanamke aliye katika eda ya kufiwa na mume wake moja kwa moja. Waqad aftat Ummu Salama, na alitoa fatwa kwa jawabu hili Ummu Salama, imra'atan, kumpa fatwa hiyo mwanamke katika wanawake waliomjia. Waqalat, na akasema Ummu Salama, ij'alihi bil-layli, paka usiku, watafsilinahu bin-nahar, wamsahihi bin-nahar, na ufute wanja huo mchana, kama fi al-Muwatta wa ghayrihi. Kasema Sheikh kama ilivyokuja kauli hiyo au hadithi hiyo katika kitabu cha al-Imam Malik al-Muwatta. Wa lafdhu Abi Daud, fataktahilina bil-layl wa taghsilinahu bin-nahar. Lafdhi ya Abi Daud mkoja kama unapaka wanja usiku na unauosha mchana ili usionekane. وهذا يدل على جواز الاكتحال ليلا إذا احتاجت إليه، مع أن الأولى تركه. na hii hadithi inaonyesha kwamba inafaa mwanamke aliye katika eda ya kufiwa kupaka wanja usiku ikiwa atauhitajia huo wanja, pamoja ya kuwa jambo lililokuwa bora ni kuacha. Walamma kana man'u al-iktihali inma huwa li ajli zina, pindi ilipokuwa sasa kule kuzuia kupaka wanja si kwa kitu kingine isipokuwa ni kwa ajili ya mapambo, au ni kwa ajili kwamba uwanja ni katika mapambo. فلو كان الكحل أبيض لا زينة فيه فينبغي أن لا يكون فيه حرج بالنهار أيضا. شيخنا نسمع لو كما itakuwa uwanja ni mweupe na
hakuna mapambo ndani yake au hakuna pambo ndani yake, yani si pambo kule kupaka. Fayambaghi alla yakuna fihi haraj bin nahar aidan, itakuwa sawa wakati huo si shida tena kupaka wanja. Kwa nini? Hakuna pambo katika kule kupaka wanja, kwa itakuwa inafaa mchana kupaka. Lakini muda wa kuwa wanja huu ni huu tunaojua, ambao mwanamke kupaka anapendeza na kuvutia, utabakia kuwa haufai kwa mwanamke aliye katika nini, katika heda, kwa sababu inakuwa ni aina katika aina za kujipamba mwanamke huyo. Qala wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu qala tuliqat khalati, aliachwa, alipewa talaka mamangu mdogo. Fa aradat an tajudda naqlaha, akataka kwenda kuvuna tende zake, kwenda kukata tende zake avune. Fazajaraha rajulun an takhruja, mtu mmoja akamkemea na kumzuia kutoka katika nyumba yake. Faatat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huyu khalat wa Jabir akamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamshtakia jambo lake. Faqala, Mtume akasema katika hali ya kumjibu, juddi nakhlaki, kavune tende zako, kavune tende zako. Fa innaki, hakika wewe, asa an tasaddaqi, wenda ukatoa sadaka kwa tende hizo utakazoenda kuzivuna huko, au tafali maarufan, au ukafanya kheri, ukafanya jambo jema kupitia tende zako hizo. Rawahu Muslimun rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mwanamke aliyeachwa naruhusiwa kutoka katika nyumba yake kwa haja kama hivi, anaenda kuvuna mazao yake. Wa an Furai'a binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi a'budillah faqataluhu, kutoka kwa Furai'a binti wa Malik, hakika mumewe, yani mume wa Furai'a, alitoka katika hali ya kuwatafuta watumwa wake, na katika lafzi imekuja Abdillah, katika kumtafuta mtumwa wake, laala alitoroka, walipotea na kadha. Faqataluhu, wakamuua. Qalat fasaltu Rasulullah, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, an arji'a, au nikamuomba Mtume, an arji'a ila ahli, nirejee kwa watu wangu. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu, nikamuomba Mtume nirejee kwa watu wangu nyumbani, hakika mume wangu huyo aliyeuliwa hakuniachia maskan, hakuniachia makazi anayoyamiliki, wala nafaka, wala matumizi yoyote. Faqal, Mtume akasema, naam, ndio, kwa maana aende kwa watu wake. Falamma kuntu fil hujra, pindi nilipokuwa katika chumba, fil hujra, nadani faqal, akaniita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema, umkuthi fi baitiki, kaa nyumbani kwako, yani hapo ulipokuwa ukiishi na mumeo, hatta yablugha alkitabu ajala, mpaka pale ambapo kitabu kitafikia muda wake, kwa maana ya eda, mpaka pale ambapo itakapoishi eda yako.
Mtume alayhi salatu wassalam akawa amemwamrisha akae eda katika nyumba aliyokuwa akiishi na mume wake. Qalat, anasema Furai'a, fa'tadadtu fihi 4 ashhurin wa 10, nikakaa eda katika nyumba hiyo miezi 4 na siku 10. Qalat, faqada bihi ba'da dhalika Uthman, akahukumu kwa hukumu hii baada ya hapo Uthman pia radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Akhrajahu Ahmad wal arba'a wa sahahahu at-Tirmidhi wa al-Dhahli wa Ibn Hibban al-Hakim wa ghayruhu. Kwa mwanamke aliyefiwa eda yake atakaa katika nyumba aliyekuwa mume wake, hata kama itakuwa ni kukodi ya nyumba za kupanga hivi, atakaa huko mpaka ile itakapoisha, ndipo atakapoondoka. Kwa ndugu wa mume usimfanyie fujo na usimpe kero na kashikashi, umwache kwa raha zake mpaka eda ishi. قال عن فاطمة بنت قيس أنها قالت، kutoka فاطمة بنت قيس amesema قلت يا رسول الله، nilisema ewe mtume wa Allah, inna zawji talaqani 3, hakika mume wangu ameniacha talaka 3, wa akhafu an yaqtahima alayya au wa akhafu an yuqtahama alayya, na ninaofia kuzongwa na watu. Hapo naofia kuzongwa na watu. Anasema Sheikh Safiur Rahman, ayahjuma wa yadkhula alayya ba'd al-ajanib al-ashrar fayufdi dhalika ila hadithatin aw fitna, naofia kunivamia na kuingia kwangu baadhi ya watu wa kando wa shari, watu wa sharia, fayufdi dhalika ila haditha, hilo likapelekea katika tukio au katika fitna. قال, anasema faamaraha fatahawalat, mtume akamwamrisha akahama katika nyumba hii, akaenda katika makazi mengine yaliyokuwa ni salama kwake yeye. Rawahu Muslim rahimahullah. Kwa mwanamke muda wa kuwa katika ile nyumba ambayo anaishi peke yake, usalama ni mdogo, anapaswa kuhama na kwenda katika sehemu ambayo usalama upo wa kutosha. Na katika vitu vya hatari ni mwanamke kuishi peke yake, akawa amepanga nyumba anaishi kama hii. Ile ni tatizo na haruhusiwi kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke siku zote anatakiwa awe chini ya msimamizi wake na mchunga wake, anemsimamia na kumchunga. Sasa anapokaa mwanamke bila usimamizi na bila uchunzi, ili ni tatizo. Anaweza akaingia katika fitna na katika matukio mabaya muda wote. Na wala mwanamke asijiaminishi kwamba mimi najitambua bwana. Hakuna mwanamke anajitambua katika jambo la kuishi peke yake hata siku moja, abadan, atafitinika. Kwa mwanamke hili si jambo salama kwake. Tazama wanawake kisahaba anayehofia nafsi yake katika zama hizo. Huko vipi katika zama zetu? Mtume bado yuko, aya zinateremka, masahaba, lakini anaogopa nafsi yake kukaa peke yake. Zama zetu hizi ambazo waovu ni wengi kuliko ni wema, anajiaminisha vipi mwanamke kuishi peke yake? Na kwa nini aishi peke yake? Wako wapi wahusika wake?
aina awliyauha, mawali wake wako wapi? Wale wenye kumchunga wako wapi? قال وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا، msituchanganyie sunna ya nabii wetu, wana mstufurugi katika sunna nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iddatu ummil walad, eda ya mama wa mtoto, idha tufi anha sayyiduha, anapofishwa bwana wake, 4 ashhurin wa 10, ni miezi 4 na siku 10. Ummul walad ni nani? Ummul walad ni mwanamke ambaye ni mtumwa aliyebebeshwa mimba na bwana wake kisha akajifungua, anaitwa ummul walad. Mwanamke huyu utumwa wake umefungamanishwa na uhai wa huyu bwana wake. Akifa huyu bwana wake, huyu mwanamke anakuwa huru, anakuwa huru. Kwa nini? Kwa ile sababu ya yeye kuzaa na bwana wake. Sinafahamiana? Kwa hiyo ataendelea kuwa ni mtumwa muda wa kuwa huyu bwana aliyefa mimba hiyo yupo, bwana wake anayemiliki. Akifa tu mwanamke huyu anakuwa huru, si mtumwa tena, si mtumwa tena. Anasema iddatu ummil walad, eda ya ummul walad, idha tuwfi anha zawj sayyiduha, anapofishwa bwana wake, 4 ashhurin wa 10, ni miezi 4 na siku 10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنما الأقراء الأطهار. عائشة نسمع حقيقة أقراء ndio أطهار, kwa zile qur'u ndio tahara. Qur'u ndio tahara. Qur'u au aqra ni jamu ya qur'u. Qur'u aqra. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya alipokuwa anazungumzia wanawake walioachwa akasema, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, kwamba na wanawake walioachwa watangojea quruu 3. Aisha anasema al-aqra'u al-athhar, aqra'u ndio athhar. Athhar jamu tuhur, tuhur athhar, tahara. Anasema al-Allama Safiur Rahman kwamba المراد بالقروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إنما هي الأطهار. قروء katika aya ni athhar, kama tahara. Kwa hiyo 3 quru ay 3 athhar. Wanawake walioachwa watangojea katika ida zao tahara ngapi? Tahara 3. Sheikh katafsiri quru kwa maana ya tahara. anasema falmutallaqa ta'taddu bi 3 athhar, mwanamke aliachwa atakaa eda طهارة 3. وهذه فتوى من عائشة رضي الله عنها, نهي فتوى عائشة لا يحتج بها, haifanywi kuwa hoja,
haifanyi kuwa hoja. Lianna dalaila ala khilafa, sababu dalili zilivyo ziko kinyume na fatwa hii. Walqur'u, na qur'u yati bimaana alhayd, inakuja kwa maana ya hayd, wa bimaana tuhur, na maana ya tuhur wana tahara. Fakathura alkhilafu fi ta'yin almurad bihi fi alaya, ikakithiri khilafu kwa wanawachuoni katika kuainisha makusudio ya qur'u katika aya. Wal adillatu turajjihu anna almurad bihi alhayd duna tuhur, na dalili zinatia nguvu na kuonyesha kwamba makusudio ya qur'u ni haidhi na si tahara, ni haidhi na si tahara. Kwa thalathata quru' ay thalathat hayd. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال طلاق الأمة تطليقتان, talaka ya mwanamke mtumwa ni talaka mbili, ya kwanza na ya pili basi. Wa iddatuha, na ida yake, haidhatani, ni hedhi mbili. Kwa kule kwa wanawake walio huru imekuja thalathat quru, ni quru tatu. Mwanamke mtumwa inakuwa ni Qur'an, sawa? Yani quru ngapi? Quru mbili. Wa iddatuha haidatan, na ida yake ni hedhi mbili. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. Mtume anasema haifai, si halali kwa mtu anayemwamini Allah na siku ya mwisho, an yasqiya, kumwagilia, maahu, maji yake, zar'a ghairihi, mazao ya mwenzake au shamba la mwenzake. Haifai kwa, si halali kwa mtu mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho kumwagilia maji katika mazao ya mwenzake. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban wa hasanahu al-Bazzar. Anasema la yahillu limri'in yu'minu billah wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi. Maksudi ya hadithi hii ni kwamba mtu haruhusiwi, si halali kwake yeye kumwingilia mwanamke mjamzito, mwanamke mjamzito. Kwa nini? Kwa sababu huyo mjamzito tayari kuna zao la mtu humo. Sasa wewe au maji yako yasiende katika zao la mwenzako, tulia. Anasema Sheikh Safiur Rahmani hapa kwamba warada bizari alhamd, mtume anakusudia shamba au zao, mimba. Fashubbiha alwalad, akafahamishwa mtoto, idha uliqa birrahim bizar, anapokuwa katika kizazi cha mwanamke akafananishwa na mazao. Idha nabata warasakha fi al-ardh, mazao atakapokuwa yameota na kujikita katika ardhi. Wal maana, na maana ya hadithi, anna al-mar'ata, mwanamke, idha kanat hamila,
atakapokuwa ni mjamzito, min ghairi alwaqi, ujauzito usiokuwa wa huyu anayetaka kumwingilia, la yahillu watuha, si halali kumwingilia. Wadhalika kalama, na hilo mfano wake ni kama vile mtumwa, yashtariha rajul, anamnunua mtu, wa hiya habil min ghairi, akiwa mtumwa huyo mwanamke ni mjamzito mimba ya mtu mwingine, au kalmasbiya alhamila min qabli sadi, kama vile mwanamke pia aliyetekwa akawa mjamzito kabla ya kutekwa, kisha mjamzito huko, la yahillu watihunna liman ishtaraha au malakaha illa ba'da wadi' alhaml. Wanawake dhania haifai kuwaingilia kwa yule aliyewanunua au aliyewamiliki isipokuwa baada ya kujifungua. Kwa nini? Kwa sababu kumwingilia huyu, kumwingilia unakuwa umeweka maji yako katika zao la mtoto, hilo limekatazwa. Na katika sehemu zingine mmoja wanachuoni kwamba tendo la ndoa na mwanamke mjamzito lina athari kwake yeye na kwa mtoto. Sasa huyu ashakuwa huyu mtoto tayari na baba yake yupo aliyemweka huyu. Sasa wewe unaendaje kuendelea kumrutubisha na kumboresha asiyekuhusu? Hilo litakiwi. Bali wanasema na wachuoni kwamba kitendo cha kukutana na mkeo akiwa ni mjamzito, kuna aina fulani ya kuendelea kukuza kile kiumbe kwa kule kumwingilia kwako. Yaani wewe unapomwingilia mkeo kamtia mimba, ukaendelea kumwingilia baada ya kuwa ni mjamzito, ni jambo lina athari kwa ile mimba. Anaendelea kurutubika yule mtoto kwa kitendo chako. Tunafahamia hayo. Anasema عن عمر رضي الله تعالى. Ama saturudi katika hadithi hii kabla ya kuendelea. Ama mtu ambaye sasa mke ni wa kwake, ni mkeo mjamzito, ni mkeo ukampa ujauzito, je, unaruhusiwa kukutana naye au huruhusiwi? Unaruhusiwa. wazi? Hai. وعن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود. kutoka Umar Allah mridhie katika kuelezea hukumu ya mwanamke wa yule mtu aliyepotea katika wanamume. Ipi hukumu ya mwanamke huyu ambaye mume wake kapotea, mume kapotea, hayupo? Tarabbusu 4 sinin, mwanamke huyu atasubiri miaka 4, thumma ta'taddu 4 ashhurin wa 10. Ikipita miaka 4 hajatokea mume wake, atakaa eda mwanamke huyo ya miezi 4 na siku 10. Eda gani hiyo? Eda ya kufiwa. Akhrajahu Malik wa Shafi. wazi? Hayo atakaa eda ya kufiwa. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. mke walipotea na kukosekana ni mke wake, yani mwanamke wa mwanaume aliyepotea na kukosekana ni bado ni mwanamke wake, ni mke wake huyo, ndoa haijavunjika. hata yatiha albayan, mpaka pale ambapo utakapomjia ubainifu huyu mwanamke kuhusu hali ya mume wake kwamba ashakufa. akhrajahu ad-Daraqutni bi isnad da'if,
nasema hatta yatiha albayan ay yatabayyan lahu tabayyan annahu hayyun au mayyit, muslim au murtad, mpaka bainikiwe huyu mwanamke kama je bado yuko haya au shakufa, muislamu au sharitadi. anasema al-allama Safir Rahman, wal hadithu li shiddati dha'fihi lam yaqul bihi al-muhaqqiqun, hadithi hii kwa ule ukubwa wa dhaifu wake, ina dhaifu mkali, lam yaqul bihi al-muhaqqiqun, muhaqqiquna katika ahli al-ilm wa hakiki katika wanawachuoni hawajisema hadithi, hawaizingatii. ففي سنده صالح بن مالك ومحمد بن الفضل مجهولان، katika isnadi yake kuna huyu Salih bin Malik na Muhammad bin al-Fadl, wote wale majhulan, hawajulikani. Wasiwar bin Mus'ab matruk, na Siwar ambaye katika mapokezi pia ni matruk, wa Muhammad bin Shurahbil ayman matruk, yarwi an al-Mughira manakir wa abati, wa hadithi la yuhtajju bihi, la yuhtajju bihi, itakuwa hujja hadithi iliyopita. واضح؟ قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، asilale mwanaume kwa mwanamke yote isipokuwa awe ni mume nakihan aliyemuoa, au dha mahramin, au mwenye uharamu kwake yeye, mahram, kaka, mjomba, baba, sawa, am na mfano wake. Sawa, mtu akalala kwa dadake, mtu akalala kwa dadake, dada sio dada wa mtoto wa ammi yako au mtoto wa khali wako, sawa, au dadangu, dadangu kivipi? Mtoto wa mjomba, wewe dada yako vipi? Huyo mke, sawa, huyo ni mke. Dadangu kivipi? Mtoto wa ammi yako, hashi au rusika naye khalwa wala faraka wala kumpa mkono. Tunafahamiana? anasema أخرجه البخاري رحمه الله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، ثم لسيما katika mateka wa Autas, ndio kana katika vita ya Hunain, la tuta'u hamilun hatta tadaa, haingiliwi mwanamke mjamzito mpaka ajifungue, wala ghaira dhati hamlin hatta tahidha haidhatan, na wala haingiliwi yule asiyekuwa mjamzito mpaka apate hedhi, mpaka apate hedhi mara moja. akhrajahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim wa lahu shahid an Ibn Abbas fi Darqutni. hadithi hii maana yake ndio ile iliyotangulia kule aliposema la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'an ghayr, kama ile hadithi na hivyo kwamba haingilii mwanamke mjamzito mpaka ajifungue, na wala asiyekuwa mjamzito mpaka apate hedhi na imalizike. Kwa hiyo sura ni ile ile, mtu kapewa zawadi ya mtumwa mjamzito, au kamnunua mtumwa akawa mjamzito, au kapewa katika ngawira toka jihadi, kapewa katika ngawira, kapewa wanawake, katika wale wanawake watumwa ikawemo mjamzito, kwa sababu kule kutekwa tu, kitendo cha kutekwa ndio ashakuwa mtumwa. Akapewa mtu mjamzito, huyo usimuingilie mpaka ajifungue, na huyo ambaye si mjamzito, huyo usimuingilie mpaka apate hedhi imalizike. Apate hedhi kamalizika, ruhusa kumwingilia. Kwa nini mpaka hedhi? Kwa sababu anayepata hedhi si mjamzito. Tunafahamiana? Anayepata hedhi
si mjamzito. Na akiwa ni mjamzito mwanamke kisha akapata hedhi, mgonjwa, ndio aende hospitali. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. Mtume anasema mtoto ni watandiko na mzinifu lake jiwe. Mzinifu lake jiwe. Mtoto ni watandiko kwa maana siwa yule mzinifu. Mzinifu lake jiwe akiweza akadilea huko aendako jinsi wake. Anasema al-firash al-mar'atu al-mawtu'a. Firash katika hadithi hapa ni mwanamke aliyeingiliwa. Kwa Mtume aliposema al-walad lil-firash, al-walad lil-firash, mtoto ni wa tandiko, kwa maana ni wa yule aliyeingiliwa, zawjatan kanat au ama, awe ni mke au ni mtumwa, mtoto ni wake. والمراد بالفراش هنا لو kusema shekhi, na makusudio ya tandiko hapa, sahibu huwa maliku, ni yule mmiliki wa hilo tandiko na mwenye nalo. ففي رواية البخاري الولد لصاحب الفراش, kwamba katika riwaya ya Bukhari imekuja kwamba alwalad mtoto li sahibi alfirash, ni wa mwenye tandiko, wa huwa zawj au almuli, naye ni yule mume au msimamizi wa mwanamke. Liannahuma yaftarishaniha, kwa sababu wao wanamfanya tandiko huyo mwanamke. Walilahir alhajar, alahir azani walahir azina, ay walizani alkhayba wala haqqa lahu fil walad. Na huyu mzinifu yeye anatoka mikono mitupu, hana chake, hana haki yote kwa huyu mtoto, si wake, jasho limeenda bure. Tunafahamiana? Hayo. Na hii ni katika athari mbaya ya zina, kuharibu nasab, kuharibu nasab. Bali mtoto wako anakuwa hana nasab, anakuwa ni Abdullah ibn Fatima, ni Abdullah ibn Fatima. Jambo hili linaumiza mno, anapokuwa mtoto akaja akajua kwamba yeye ndio ilikuwa hivyo, inaumiza sana. Kwa hiyo mtu alitafakari kwa kina hilo na acha zina. Na inatosha watu kuacha zina kule kuona kwamba kuna madhambi ndani yake, kuna mwasi Allah aliyekuumba, kwa nini ufanye hivi? Mathna wa thulatha wa ruba', kama ukiwa sio mwadilifu basi kamoja, lakini kama ni mwadilifu namba inaanzia 2 katika hili. Anasema muttafaqun alayhi min hadithi wa min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha fi qissa wa an ibn Mas'ud 'inda an-Nasa'i wa an Uthman 'inda Abi Dawud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hiki ni kipolo ambacho tulikiacha kabla ya mlango huu wa rabaa, na taishi hapo leo. Tumekimaliza alhamdulillah. Tutaendelea katika darasa ijayo na mlango wetu wa nafakati. Nadhani hatujamaliza au umeisha? Bado haujaisha? Naam, jazakumullah khair. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, swali uliza. Bismillahir rahmanir rahim.